Mchekeshaji na mfanyabiashara maarufu Mwijaku ameibua mjadala mzito mtandaoni baada ya kutoa kauli yenye hisia kali akimpa pole rafiki yake wa karibu Diamond Platnumz kufuatia kile alichodai kuwa ni kipindi kigumu anachokipitia kimaisha. Kupitia maelezo yake, Mwijaku alieleza kuwa hali ya sasa sio rahisi kwa Diamond Platnumz, akidai kuwa changamoto za kifedha zimeanza kujitokeza waziwazi hadi kufikia hatua ya kushindwa kutekeleza mambo madogo kama kufuturisha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kama ambavyo tulikuwa tumeweza kumzuia hapo awali. Kauli hiyo imezua hisia tofauti kwa mashabiki wengi, wakijiuliza ukweli wake, huku wengine wakiona ni sehemu ya mzaha au ni ujumbe wenye mafumbo. Akizungumza kwa hisia na msisitizo, Mwijaku alisema, "Sasa hivi ndio tuwaone marafiki wa kweli wa Mwambino. Mwenye nyumba anataka kodi, ofisi imefungwa, kufuturisha ameshindwa. Leo mwenye nyumba akaenda kumpa mkataba asome kipengele cha 47 kinasemaje, lakini hayo ni mapito ndugu yangu, naamini unapita kipindi hiki, lakini utakuja kukaa shwari." Kauli hiyo imeonekana kugusa moja kwa moja suala la urafiki wa kweli wakati wa shida, akisisitiza kuwa nyakati kama hizi ndizo hupima nani yupo karibu kwa dhati na nani wa maneno tu. Aidha, licha ya maelekezo yake kuonekana mazito, Mwijaku amemalizia kwa kumpa matumaini Diamond Platnumz, akiamini kuwa hali hiyo ni ya muda tu, itapita, ipo siku atarejea katika hali yake ya kawaida. Kwa upande wa mashabiki wa Diamond Platnumz, wengi wamejitokeza mtandaoni na kumtetea msanii huyo, wakisema kuwa mafanikio yake ni makubwa, hayawezi kufutika kirahisi, huku wengine wakimtaka Mwijaku atoe ufafanuzi zaidi juu ya kauli yake ili kuondoa sintofahamu. Hata hivyo, mjadala unaendelea kushika kasi mtandaoni, ukionyesha ni jinsi gani watu wanavyofuatilia kwa karibu maisha ya wasanii wao pendwa na namna kauli za watu maarufu zinavyoweza kuasili mtazamo wa jamii kwa uharaka. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho kinachozidi kuendelea kati ya Diamond Platnumz na Mwijaku, watu wengi wakiwa wanasubiri mwisho wa drama hizi zitaishia wapi? Yako ambao ameamua kuongea kama mbongea au kuna kitu ambacho kipo nyuma ya pazia? Tumekuachia uwanja wa comment. Option Memorize_255 ndio jina langu. Hii hapa ni Marshall TV. Make sure umesubscribe kwa ajili ya kupata taarifa zetu kila siku.